Mkurugenzi usalama kutoka Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani, Fadhil Juma Ali, amewataka wamiliki wa vyombo vya moto kufuata sheria kwa kuwapa vyombo madereva waliokuwa na leseni ili kudhibiti na kuepusha ajali zinazojitokeza. Akizungumza na Mshindo TV, mkurugenzi huyu amesema ni vyema kwa wamiliki na madereva kufuata taratibu kwa kuweza kupatiwa leseni ili kuepusha vifo na matatizo barabarani. Aidha, amesema kuwa utaratibu wa upatikanaji leseni upo wazi kwa njia za kidijitali, huku akisema baadhi ya matukio mengi ya ajali yanasababishwa na uzembe wa vijana ambao hawana leseni. Hivyo amewataka vijana hao kuweza kufuata utaratibu ili kuwa salama wanapokuwa wanaendesha vyombo hivyo barabarani na majiani. Wamiliki wa vyombo wahakikishe kwamba chombo anampa mtu aliyekamilia, mtu mwenye leseni, na si tu leseni lakini leseni kwa aina ya chombo anachotaka kumpa. Wao ndo watu wa mwanzo kuangalia hilo. Na pale ambapo wamenunua vyombo na hawajui utaratibu, mimi washauri tu kununua chombo chako, au kabla unataka kufanya, wangekuja mamlaka, sisi tutawapa elimu, tutawapa ushauri wa namna ya matumizi na nani anapaswa ampe chombo chake hicho. Lakini hata pale itakapofika kwamba chombo hichi nampa mtu huyu, basi aje pia tumkague, je, anafaa, ili kuweza nini, kudhibiti ajali ambazo zinaweza zikasababishwa na watu ambao wamewapa vyombo. Lakini pili, wao kuweza kulinda mali zao ambazo wametoa fedha nyingi katika manunuzi. Kwa ushauri wangu wa kwanza kwa wanunuzi, wamiliki wa vyombo, kabla ya kumtafuta mhusika ambaye anampa vyombo chake, basi vyema achukue vielelezo, taarifa zake, aje tumwambie huyu anayo leseni lakini ime-expire. Huyu anayo leseni lakini sio ya daraja ya gari unayompa. Huyu anayo leseni lakini ana taarifa ambazo si nzuri katika sehemu mbalimbali, ili kuweza kupunguza haya. Hiyo kwa upande wa wamiliki wa vyombo vya moto na nani. Lakini kwa madereva ningewaasa sana, utaratibu uko wazi, rahisi. Kila ambaye anahitaji kuwa dereva basi aje aanze utaratibu wa kuweza kukata ule utaratibu wa kupata leseni yake, na si vyema kuweza kutumia chombo cha moto ukiwa hujafuata taratibu. Kuna wakati fulani unaweza ukapata tatizo barabarani, lakini tatizo lile likahukumiwa tu kwa sababu wewe hukuwa na sifa ya kuchukua chombo kile, na inawezekana chanzo cha tatizo lile lilikuwa limeanza pengine. Kwa hiyo huu utaratibu ungeweza kumlinda yeye, lakini utaratibu wa kujifunza na kuelewa utawakinga wengine barabarani. Kwa hiyo ningewashauri sana vijana, utaratibu wa upatikanaji leseni ni rahisi mno, na sasa upo kidigitali. Yaani lena inaombwa ndani ya siku moja, na uwezekano wa kuipata lena siku moja upo. Kwa hiyo hakuna usumbufu wa aina yoyote, na vile vile mitihani hapa inafanywa kidigitali, hakuna ubabaishaji wote. Kwa hiyo unaweza kuja hapa ukafanya mitihani yako na kuweza kupata nayo ili uwe salama. Tumeona kwamba baadhi ya matukio ya ajali yanasababishwa na uzembe wa vijana ambao hawana leseni. Tunaona leseni tu, lakini kuendesha chombo anajua. Kutokuwa na leseni anakuwa hana amani akiwa barabarani. Kutokuwa na amani na kimbia ovyo ndio sababu ya kusababisha leseni ya ajali. Kwa hiyo mimi ningeomba sana wale ambao wanahitaji kupata leseni waje wafate utaratibu, na utaratibu uko wazi, rahisi, wala hauna shida yote, na waepuke kutafuta vishoka wa kuona kwamba leseni huwezi kuipata kama huna Laki1, huwezi kupata taratibu kama huna. Hapana, taratibu zake ni very simple, wanasema ni rahisi mno. Unapata process ya kumaliza leseni hata shilingi 50 ya imalizi, ushamaliza taratibu zote. Sanjari na hayo, ameziomba skuli zilizopo karibu na barabara kwa walimu kuchukua indhari kwa kuwa na utaratibu wa kuwavusha wanafunzi wao ili kuepukana na matukio ya ajali kwa maeneo hayo. Ningeomba sana, toe wito sana kwa shule ambazo zipo karibu na barabara, walimu wahakikishe kwamba watoto wanavushwa. Iwapo watakuwa hawana wavushaji, basi kamati za shule zikae, watafute utaratibu. Atakapowekwa askari polisi atasaidia, kama hayupo basi wenyewe waweze kusaidia. Kwa hiyo sisi tuko tayari
kutoa taaluma na kuwapatia vifaa juu ya namna ya uvushaji wa wanafunzi katika maeneo hayo ya shule na mengineo, ili lengo la serikali la kuhakikisha kwamba ajali zinapungua ama zinaondoka kabisa lifanikiwe. Na haya haiwezi kufanikiwa kwa mamlaka peke yake, lazima tushirikiane na wote ambao wako katika jamii yetu. Hassan Saidi, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.